hiki kilichotokea majuzi sio uzembe, ni hali halisi ambayo inaikumba dunia na Tanzania ikiwepo, na hata wakati mwingine huwa tukichukua hatua zingine kama serikali huwa zipokelewi kwa ladha hivi na Watanzania kwa ujumla, na si kwa Tanzania tu, ni jambo la dunia nzima. Haya mambo ya mabadiliko ya tabia nchi yanapoongeleka huwa hayana ladha sana, kwa sababu yanakinzana na baadhi ya shughuli zingine ambazo huwa zina ladha zaidi kwa wakati huu, na si hapa Morogoro tu na hapa Pwani na Dar es Salaam, ni nchi nzima. Lakini pamoja na hivyo, kama ambavyo Mheshimiwa Waziri umesema, serikali haijalala. Hilo ndo jambo jema la kusema, serikali haijalala. Wale mabingwa wa kuelezea watu kuhusu matatizo, wao wanaeleza leo. Wameona baada ya kina cha maji kupungua, baada ya mto kukauka, ndio wanalalamika leo, wale mabingwa wa kuelezea matatizo. Lakini serikali imeona some years back na imeanza kutafuta jawabu la kukabiliana na hali ya aina hii ikitokea miaka kama 3 iliyopita, kwa kujenga mradi mkubwa ambao utatoa jawabu mbadala inapotokea hali ya aina hii. Kwa hiyo tuwaambie wale waliozoea kuelezea matatizo, wanajibanza huko, wanafugwa huko nchi za nje, wanafugwa huko, hawafanyi jitihada zozote kuhusu nchi hii. Wao kazi yao ni kuorodhesha matatizo, kwamba serikali haijalala, pamoja na kwamba serikali ilikuwa na kazi kubwa ya kutekeleza mradi mkubwa ambao kwa mtu yeyote mchumi angeweza kuwa na sababu ya kutosha kutokutekeleza mradi mwingine, kwamba kama unatekeleza mradi wa trilioni 6.5 wa bwawa la Mwalimu Nyerere kwa fedha za ndani, hiyo ingeweza kuwa excuse kuacha kwanza kutekeleza miradi mingine. Lakini bado serikali, kwa kutambua dharura za aina hii, imetoa zaidi ya bilioni 100, imeendelea kutekeleza mradi ambao si tu kwa ajili ya maji, utafanya pia kazi ya masuala mengine ya kijamii: umeme, umwagiliaji, mifugo na kadhalika. Kazi imeenda sambamba pamoja na miradi ya kimikakati iliyokuwa ikitekelezwa.